254 Biz ya burudani asubuhi. Miaka inasonga, wacha kulala na kisonga, maisha izidi. Sio ndio chat bazo kiingia ndio mimi maintain panga hizi nani hivi. Unataka kuniharibia mix, si ndio? Iko fiti? Sometimes unajua ni vibe. Kama ile wada. Yeah man. Okay. Kitaki nasemaje, muda kidogo Ni muda kidogo bana, studio kidogo, kazi kidogo, kupambana na maisha. Maisha so. Basi mimi na kudura zangu za kupita pia. Napita mitaa kanduki naambiwa nauliza kija pesa yangu mshikaji wangu hapa Storm kidogo ametuniambia tutaenda honeymoon sio nioa. Baba Mungu akileta tutashukuru. Mungu akileta tutashukuru. Tutashukuru. Okay. Kwa sasa bado. Sasa hivi natafuta lakini sasa ni muziki natafuta pesa sasa hivi. Okay. Mbona nichukue mtoto ya moto jameni akuja ateseke? Sasa bado muziki bado. Niko kwa muziki sasa hivi. Okay. Yeah man. Yeah, nilikuwa nachia pia I remember the last time kwa tunapiga story of course pia kazi ilikuwa ni back to back. Yes. Ukadirect kazi pia umeweza kuachia ilikuwa ni tabia alafu pia ni juzi pia umachia another track. Kuna mtu alisema Storm amepotea kitu kama hiyo. Niliona nitoe Q. Okay. Kuna ile Q watu walikuwa nayo ya kusikia. Unajua hii ni sound. Storm sound. Hiyo ni muziki wangu ni tofauti, ni sound. Okay. So, nikaona acha nitoe Q, nipewe watu kidogo, niwaonjeshe kidogo. But mambo iko. Juzi nilikuwa nafanya video. Okay. So nitakuwa na video ya kwanza, kwa hizo video nilikuwa na shoot. Ya kwanza itatoka tarehe 22. Okay. Yes. Alright, katika na ni mbaya, ni moto. Tujiona? Ni moto. Nikisema ni moto. Yeah, leo iko TBT kwamba wale wasanii ambao sasa hivi walikuwa tunaongelea wasanii 2000 hapo walifanya kazi maridadi sana au sio, hadi kuja 2010 hapo kidogo kapisha another version generation nyingine. Hata yenu bado ilikuwa haijafikia. Yaani sasa imeanza hapo 20 generation yenu inaanza kama 2012, si ndio? Ndio kwa very short. Haiko short. Unamaanisha nini ukisema short? Nimekuwa kwa industry from 2012. Sababu kuna mtu alianza muziki 2014, alafu 2018 ajulikani zaidi. So unajua ni kujipanga. Pako jipange. Alafu unajua muziki pia ni wave. Kuna time yake ikifika imefika, na ikienda imeenda. Unaelewa? So ni timing. Okay. So kama time yake imeisha na kama huku kujipanga mwanzo, kujipanga. Nakumbuka hapa it was back last year, tukifunga mwaka last year. Ulisema kama ikifika last year mwaka huu ama within 1 year Gengeton itakuwa imepotea. I gave you 6 months. Nilikwambia 6 months. Kwa nini? Kwa sababu hao vijana watafika mahali hawana what next. Okay. Wale vijana walileta Gengeton. Umesikia wimbo yao wengine? Ilikuwa moja tu. Ipi? Ilienda viral. Sasa itaja jini. Ilienda viral. Na sijaisikia ngoma yao. Kuna acha na hiyo vitu za magenge whatever. Sijaisikia ngoma yao. Anatoa wimbo leo, ina hit inaenda viral, after 1 week imekufa hakuna. Tunakuja tunampiga pamba na miezi 6 bado pamba inaendelea. So mimi nasema ni kujipanga. Okay. Na nini unaleta kwa sania? Unaleta nini kwa plate? Do you hate that much Gengeton? I don't hate Gengeton, na hate the message. Okay. Yes. Kuna rafiki yangu mwingine aliniambia sasa kuja tuimbe Gengeton. The time yes, Gengeton si mbaya lakini message. Mimi unasikiaje at Storm sasa akona wimbo ya Gengeton? Unaelewa? Already Gengeton perspective ya Gengeton ni tabia mbaya. You get? So iliandikwa wapi hiyo? Iliandikwa kwamba Gengeton ni tabia mbaya. I'm not saying wale watu wameileta na nini? Kwa hiyo route. Sasa hivi nafurahia kwamba kidogo pressure ya Gengeton imerudi. Imeisha. Haiwezi rudi tena. Are you happy? Very happy. Sikile kitu kingine ya kuleta kwa table. Yes. Na watu walikuwa wanapata hapo riski, kuna vijana walikuwa wanajaribu kuelezea azin pia wako na time to plan hivi in another angle. Like, we can't be the same. Maybe huwezi tukaimba reggae like kila mmoja kaimba reggae, tukaimba taarab, tukaimba pia
muziki wa R&B, kila mmoja anapata unajipata. Shida yetu wasanii wachanga wenye tunakuja kwa industry, tunapenda kuiga, tunapenda kukopi. Okay. Nataka kusound kama mtu fulani. Ama unasikia huyu ameimba wimbo fulani, iko viral, imehit, ni hit song bla bla. Sasa unataka uimbe hiyo laini, lakini wewe mwenyewe after 2 years 3 years unataka kuwa wapi? Okay. Unaelewa? Kaa chini ujifikirie kwanza. You take a minute useme yes, hii wimbo imehit ndio, nataka kuimba, nataka kusound hivi, lakini after 2 months 3 months nitakuwa wapi na hii career yangu? Unaweza toa wimbo yes hit, after 1 week 2 weeks hakuna. Haiko kwa market. Hata mtu ukimwambia sikiza hizi sikia. Unaelewa? Hata ule mwenye alikuwa na hype mwanzo, saa hiyo ukimwambia weka Gengeton tusikieko, hawezi weka. Nafikiria before useme nataka kuingia Gengeton, unaweza? Unataka kuleta nini kwa meza? Mimi nilikwambia mimi sina shida na style ya muziki ya Gengeton. Niko na shida na messengers. Wale wako ndani ya hiyo muziki, ya hiyo style. Kwa sababu mamba wafichi mambo. Wanasema tu, wanapiga tu neno vile iko. Unaelewa? Hawafichi mambo. Walikuwa wanaficha mambo, hiyo wimbo, hiyo style ingedumu, ingekuwa mzuri. I feel like kuna nilikuwa napata comment fulani pia kutoka kwa social media kwamba watu wanauliza kwamba hao vijana labda wanafanya hivyo just because wanakosa mwongozo. No management ambao inaweza kawa guide like the same. Do you feel like pia kukosa management msingi zaidi? Management sometimes they misuse artists. Unaelewa? Unakuta the agreement mli agree they don't follow. Sitataja, niko na rafiki yangu ako under management na nilimwadvise usiingie mambo ya management kwanza. Chunguza wanaleta nini kwa table? Uko na nini? Wewe rafiki yako ni manager? Alikuwa anataka ku manage. No, rafiki yangu ni msanii. Mimi rafiki zangu ni wasanii. Sasa manager tutakuwa rafiki na manager. Si wote wako na nia mzuri. Wangi wanataka kumisuse artist. So na sisi wenye tunakuja, unajua sisi tuko na nyota. Unaelewa? Musaki akiangalia hivi anaona after miaka 3-4 huyu msanii atakuwa mahali fulani. Okay. So wakati uko hapo na struggle, hauna ile labda fedha ya kwenda studio kushoot muziki bla bla, wanataka kutumia hiyo opportunity. Unasaini vitu hata uelewi, hauna lawyer, hauna anybody wa kuambia hapa inamaanisha hivi. Management sasa hivi kwa management? Siko kwa management. Kuna mtu na bado nachunguza, kuna wawili bado nachunguza nione wanaleta nini kwa table. Wanaleta nini kama hawaleti kitu yote kwa table, na achana nao. After all ni mimi. Hakuna agreement. Wanawake definitely. Ndio wakikuja hapo kwa Kasim Kasim. Niko na msanii wangu tafadhali cheza. So sasa siwezi kuwataja, kwanza nitulie chini maji. Hawezi wataja zaidi. Bado. Mambo ikikuwa sawa nitawataja. Kama haitaenda vile iko. Kuna mmoja niongea naye ni kama akakutaja kwamba definitely kama ni mwanamke definitely unaelewa. Aratigan. Any plans sasa hivi kwa msanii Storm in terms of kuna watu wanapanga show ndogo hivi, nimeona pia wasanii kadha wanapanga show, lakini sijaona kika mpangilio. Mimi sitaki kupanga show ndogo. Nataka nipange show. Show yangu nikipanga nitapanga show. Na ngoma zako zote studio na each and every time nakupatanga sana kwa Wavlab Deko of course kwa Andrea. Hapo ndio mama na baba wa muziki town hii Western. Wavlab Andre ni mtu napigia simu namwambia niko na hii na ABCD. Tunaweza fanya kitu namtumia recording ama namwambia niko na idea fulani. So yeye already amenielewa, anajua style yangu, anajua nini na anajua uwezo wangu, anajua weakness zangu. So ana build on my weaknesses to achieve the best. So mimi nafikiria ni pale tu Wavlab hapo kwa Dre, na feel hapo ndio naweza pata what I need. Unaelewa? Nikienda kwa producer mwingine tutaenda into details mingi, sijui nini, hii kia hujafikisha vizuri, sijui hii vitu kama hizo. Okay. Bala. Western Kenya. Do you feel like we are moving forward in terms of music? I feel tuna move forward kwa sababu kuna new generation wanakuja. Kuna wale vijana wadogo wanakuja, lakini walikuwa wameanza vibaya. Walikuwa wameanzia Gengeton. Kina nani au vijana? Walikuwa wamekujia Gengeton. Vijana wa Western na mnaanza Western. Sasa niko na wasanii wengine azini wako wasanii si wote mwanzo Gengeton. Najua ndio nakwambia tuna move forward kwa sababu kuna wale wanakuja. Kuna vijana. Wale wenye wako walikuweko, kuna wale wako. Na kama sisi for example, kama sisi tuko and we moving forward kwa sababu hatujanyamaza. Tuko studio, we are hitting studio ABCD. Mimi I'm moving forward kwa sababu
kama saa hii you can get my music all over kwa digital platforms. Ukienda iTunes, watu wa iPhones kama DJ Shandix wanaweza nipata huko. Watu ukienda Boomplay, Spotify, bla bla bla. Tunaona pia katika wasanii especially pande za Western Kenya, ni kama pia unakuwa miongoni mwa wale wasanii top ambao wameweza kuwekeza muziki wao katika upande huo. Kwa sababu nilipata hii muziki, hii career ni turn to a business. Okay. Nitoe hivi vitu za passion and stuff. Unaelewa? Ni turn to a business, not fun and etc. Niimbe muziki, niweke digital platforms, watu walipe kusikiza muziki wangu. Okay. Unaelewa? Not only YouTube can pay. Watu walipe kusikiza muziki wa. Nikiingia mchochoroni huko studio mbalimbali, kiingia pia mtaani hivi, nikitaja jina Storm, atasema Storm ako fit lakini hashirikiani na wasanii wenzake Western Kenya. How true is this? Spend hiyo sijui kiki, sijui huyu anatukana huyu anatukana huyu anatukana huyu. But kushirikiana na wasanii wenzako haimaanishi na watukana. Mimi no. Hawezi nipata kwa kikundi moja na wasanii wengine. Kwa sababu I believe mi kujo ni approach ama ni approach kama vibe yake kwa sawa udua collab. Niko na collab mingi na next nikidhani in couple of 2-3 months I'll start doing collabs. Wale watu wote wenye walikuwa wanataka collab wote tafanya nao collab. Not that sitaki kushirikiana nao. Yes, nataka kushirikiana nao, lakini mimi na feel we need to change our behavior. That's not my. Ushaona baby kuna chuki fulani ambayo kati ya wasanii ambao uliona hukupendezwa nayo? Iko majuzi tu mwezi hujaisha kwa ma status unapata huyu ametukana huyu. So to me that's not my portion. Mimi niko kwa industry kuimba. Unaelewa? Si kutukana huyu na huyu. Kama vibe yako hainipendezi na that's it. So me hiyo tu ndio, si ati sitaki kushirikiana nao, lakini those small behaviors za watu celebrity imekuingia kwa akili, uko na wimbo 2-3 collab mzimejaa, hauna wimbo yako hawezi perform wimbo yako moja, hauna wimbo. Unaongea kama unataja target mtu. Target mtu generally ukiangalia industry ya Bungoma wasanii wengi hakuna msanii yako na nyimbo 5 peke yake. Zaki ukienda ukiseme 1, 2, 3, 4 ni yeye tu ameimba from A to Z. Hii inamaanisha kwamba pia like mtu haizi kujibeba mwenyewe peke yake mpaka kuwe na hizo kundi, kwa sababu I think kuna ile watu hawajiamini kidogo. So kuna baadhi ya wasanii hawajiamini. Wengi sana, wengi. Kwa mfano siwezi taja, sitaki hiyo ati Storm ananibeba kwa mdomo, sipendi kuwapea time ya bure. Yeah man. Okay. Vile kwa EP album ya Chris Kanya ndio alialikwa officially. Sikualikwa kwa Chris Kanya, na hata sikuwa kwa poster. By the way haukuwa. Sikuwa, lakini nilikuja nikaperform. Kwa sababu mimi I believe supporting somebody does not. So you take advantage, mtu ameorganize, amepull watu, wewe unakuja na perform. Kwa jina yangu haikuwa jina yako haiko, hata wewe kama jina yako iko hapo ndani hawakokuwa. Kulikuwa kwenye poster kulikuwa na msanii like Jubal alikuwa, lakini sasa hizo vituko kama kwa poster ukakuja ukaingia show ya watu, ama ulikuwa take advantage na hiyo nani? Sikuingia like niseme hivi, is Storm the Share an opportunity? Yaani opportunity inatokelezea na finya hapo. Amana, sasa hii show kulikuwa na msanii hapa ndio bila kukuja. Let me tell you. Okay. Mimi nimeanza muziki 2012. Alright. Chris Kanya alikuwa bado shule. Amekuja industry, nimemkaribisha industry mpaka saa hii. Ni rafiki yangu. Okay. So mimi kwenda hapo nilikuwa namsupport kama mimi. Yaani supporting somebody does not take anything from me. Unaelewa? Like niko free, mbona nisikuje ni so sasa hivi pia in case labda kidogo akuite msanii for example kama Firstborn mimi msanii yoyote akiniita show yake nitaenda na nitaperform na sitamuitisha ndio.